Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema kwamba Iran si dhaifu na kwamba Iran bado ipo katika mapambano na kwamba itashinda vita dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Kupitia taarifa iliyohusishwa naye siku ya Ijumaa, kiongozi mkuu wa Iran amevitaka vyombo vya habari nchini humo kujiepusha kuangazia udhaifu wa nchi hiyo katika kipindi hiki cha vita vinavyoendelea, huku akishutumu Israel na Marekani kuwa na taarifa za uongo dhidi ya nchi hiyo. Hata hivyo, katika taarifa hiyo aliwahutubia wananchi wa Iran kwa mnasaba wa kuadhimisha mwaka mpya wa Nowruz, mwaka wa Kiajemi, utaje mwaka mpya kuwa mwaka wa uchumi wa upinzani chini ya umoja wa kitaifa na usalama wa taifa. Lakini alisisitiza maombolezo yake kwa mashahidi wote waliouawa katika utawala huo. Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipotwaa kiti cha baba yake Ayatollah Al-Khamenei. Kutokana na kifo cha baba yake, kiongozi huyo alidaiwa kwamba huenda alipata majeruhi kutokana na mashambulizi yaliyokuwa yakiendelea. Taarifa iliyoandikwa kwa niaba yake mnamo Machi 12 ilibua uvumi kuwa hali yake ya afya haikuwa sawa na kwamba alikuwa na majeruhi fulani. Katika hotuba yake, kiongozi huyo mkuu mpya wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei kuzungumzia kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni, na ameelezea tu namna ambavyo kumekuwa na propaganda nyingi zinazoendeshwa na mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Israel na Marekani dhidi ya nchi kama vile Uturuki na Oman, lakini pia dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kuongeza kuwa nchi zote mbili zina uhusiano mzuri na Iran. Hii ni njama za adui Israel kwa kutumia mbinu za uongo za bendera ili kuleta hitilafu kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na majirani zake, na inaweza pia kutokea katika baadhi ya nchi nyingine. Khamenei alinukuliwa akieleza hayo katika hotuba yake. Al-Khamenei amesema kwamba propaganda zinazotumiwa na Israel na Marekani ni nyingi kuliko uhalisia. Wanadhani wataweza kuishinda Iran. Iran ipo imara na kwamba hakuna chochote ambacho kitaweza kuishinda Iran. Sasa nchi hizo zinanungunika juu ya kuhitaji msaada katika mlango bahari wa Hormuz. Maana yake ni kwamba mataifa hayo, hasa Marekani, haina uwezo wa kupambana peke yake na kwamba inahitaji msaada katika mapambano dhidi ya Iran. Katika vita vya kwanza vilivyorejelea vita vya Israel na Iran Juni 2025, baadhi ya makamanda wa nchi hiyo na wanasayansi mashuhuri waliuawa. Khamenei alinukuliwa akisema na kuongeza kuwa Marekani ilisaidia Israel kati ya mazungumzo. Kiongozi huyo wa Iran pia inadaiwa alidai Israel ilitathmini wakati huo kwamba katika siku za kwanza za vita watu wa Iran wangeupindua utawala huo, lakini kimsingi ni watu wa Iran waliungana na serikali yao katika mapambano. Taarifa hiyo ilidai kuwa kinyume chake kilitokea, na kutokana na juhudi za watu wa Iran na ushujaa usiokuwa wa kifani, wapiganaji wa Kiislamu walipambana kiasi kwamba Israel ilijiokoa kutoka kwenye ukingo wa shimo kwa njia ya upatanishi na kukimbilia kusitisha mapigano. Katika vita vya pili vya sasa vilivyorejelewa ambavyo vilianzia katika maandamano ya kuipinga serikali ya Iran ambayo yalizuka mwishoni mwa Desemba kabla ya kukabiliwa katika mwezi uliofuata, vita vikaibuka tena ambapo Marekani na Israel zikaungana kwa pamoja kuishambulia Iran. Katika vita hivi ambavyo Khamenei alinukuliwa akivitaja kama mapinduzi ya Januari, serikali ya Iran imelazimika kupambana vya kutosha, na hata wakati huu ikiwa ni siku ya 21, Iran inaendelea na mapambano. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichozungumzwa na Ayatollah Mujtaba Khamenei kwamba mataifa ya Magharibi ikiwa ni pamoja na Israel na Marekani yamekuwa na propaganda nyingi za uongo katika kipindi hiki cha vita, lakini amevitaka vyombo vya habari vya Iran kuelezea uhalisia wa mambo yalivyo katika vita hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.